Kwa majina yangu naitwa Omar Salmu Hamisi, ni mheshimiwa diwani Manispaa Singida, mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya Manispaa Singida. Leo tulikuwa na kikao cha uwasilishaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, ambayo ilani hiyo imejishehena mambo mbalimbali ambayo yametekelezwa na Chama cha Mapinduzi ikisimamiwa na serikali iliyopo madarakani, na mwasilishaji wa ilani hiyo ni DC wetu wa Singida mjini. Kwa hiyo katika uwasilishaji wa ilani hiyo ya Chama cha Mapinduzi, kwa kweli hatuna budi kuishukuru serikali na hatuna budi kumpongeza Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jinsi gani anavyoweza kuigusa jamii na anaweza kutoa fedha nyingi kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wanapata huduma bora na wanahakikisha tunapata maendeleo katika mkoa wetu wa Singida na hususan manispaa yetu ya Singida. Kwa nini nimesema hivyo? Nimezungumzia hivyo, kuna uwasilishaji wa ilani ambaye Mheshimiwa DC amewasilisha leo. Moja kitu ambacho kimekuwa kivutio na kiomba tunatakiwa tuipongeze serikali, tumeletewa shule ya ufundi ya amali ambayo imejengwa kwenye kata ya Unyambwa, na fedha za shule hiyo tumepokea fedha kiasi cha shilingi bilioni 1.6, na hivi ninavyoongea na wewe tayari ujenzi wa shule hiyo ya amali ambacho pia ni kama chuo imeshafikia asilimia 95 mpaka 96. Kwa hiyo tuko kwenye hatua ya mwisho na kazi ni nzuri na wanafunzi wakati wote wanaanza kupokea, na shule hiyo chuo hicho kimeshasajiliwa. Lakini tumeenda mbali zaidi katika kuboresha mji wetu wa Singida. Tunaweza tukazungumzia kwamba mpaka sasa hivi tumeweza kupata mwekezaji ambaye atatujengea hoteli ya nyota 5 katika manispaa ya Singida. Ni jambo la kujivunia, ni jambo la fahari, ni jambo la kupongeza. Hii yote inatokana na uongozi uliopo bora, kwa sababu mpaka mtu anataka kuwekeza hoteli ya nyota 5 katika manispaa ya Singida, ina maana sasa mji wetu wa Singida umefika level kubwa, na mji wetu wa Singida sasa unaenda kwenye hadhi ya kuwa jiji. Lakini tukienda mbali zaidi, tukienda kwenye mradi wa taktiki boresha miji 29, sisi manispaa ya Singida ni miongoni mwa miji ambayo tumepewa hizo fedha, na hivi sasa hivi utekelezaji umeanza. Na ukiangalia sasa tumepata fursa ya kujenga soko la kisasa la vitunguu kupitia mradi wa Benki ya Dunia, na hivi tunavyoongea mradi umekwishaanza na majengo yamekwishaanza kukamilika, yako kwenye hatua kama asilimia 35 na kazi inaendelea vizuri. Kwa kweli pia hiyo yote ni juhudi za Mheshimiwa Rais. Tunaendelea kumpongeza sana Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anazozifanya na kuhakikisha wananchi wa Singida wanaendelea kuwa na imani, hasa wananchi wa manispaa ya Singida wanajenga imani sana na Mheshimiwa Rais kwa kazi nzuri anazozifanya. Ndugu zangu, lakini katika mafanikio ambayo unaweza tukayakuta, ambayo tunaweza tukasema kwamba ni mafanikio makubwa sana tumepata, lazima tuseme pia kuna changamoto. Kutokana na hali kubwa sasa ya mvua zinazoonyesha, kwa kweli kwa kipindi hichi cha mvua, hali ya barabara zetu za mjini na pembezoni mwa mji ni mbaya sana, kiasi sana kwamba sasa hivi imekuwa ni tatizo, haliwezi kupitika. Kwa hiyo basi tumuombe Mheshimiwa Rais kadi atakavyojaliwa, na kadi sasa hivi kama alivyoelekeza kwamba sasa hivi tawala za mikoa na serikali za mitaa zimehamishiwa moja kwa moja kwa ofisi ya Waziri Mkuu, basi tumuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu kupitia kwa Mheshimiwa Rais angalau basi bajeti yetu ya TARURA kwa manispaa iongezwe kukidhi mahitaji ya wananchi, kwa sababu mji umeshakuwa mkubwa na watu wamekwisha jenga. Sasa ikifika mahala ukawa manispaa alafu ikafika mahala hata mjini pale bajaji haiwezi kufika, na unapoongea na watu wa TARURA wanakuambia bajeti yetu ni ndogo. Kwa hiyo basi tumuombe Mheshimiwa Waziri Mkuu alichukue hili na aweze kuona jinsi gani anaweza kutuongezea bajeti kwenye kipindi cha mwaka wa fedha, ili angalau tuweze kujikomboa na sasa katika manispaa yetu ya Singida tuwe na barabara zinazoweza kupitika.